Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na wakati huu tunaitazama tena Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anasisitiza kuwa jamhuri hiyo ya Kiislamu haitaruhusu mtu yoyote kuzungumza nao kwa lugha ya ubabe na vitisho, akiwaonya maadui kwamba watajuta kulitishia taifa hilo. Katika mahojiano na televisheni ya Al Masira ya Yemen, Araghchi amepuuza dhana kwamba mashambulizi ya Marekani dhidi ya Yemen ni utangulizi wa uchokozi na uvamizi dhidi ya Iran. Amebainisha kuwa madai hayo si jambo geni kwa Iran, kwani vitisho hivyo vimesikika mara nyingi huko nyuma, na kuongeza kuwa Iran kamwe haitavumilia vitisho na haitaruhusu mtu yeyote kuzungumza kwa lugha ya vitisho. Maadui watajuta vitisho vyao. Wakati huo huo, Brigedia Jenerali Amir Ali Hajizade, kamanda wa kikosi cha anga za mbali cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, ameonya kwamba wanajeshi wa Marekani katika eneo hili wapo katika nyumba ya vioo na wanapaswa kuepuka kuwarushia mawe wengine. Hajizade amesema Wamarekani wana kambi 10 za kijeshi katika eneo hasa karibu na Iran, na kwamba wanajeshi 50,000 waliomo kwenye kambi hizo wapo ndani ya shabaha ya Iran. Iran hii leo inaadhimisha miaka 46 tangu kuasisiwa kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku taarifa rasmi zikisisitiza dhamira ya taifa hili na utayarifu wake wa kijeshi dhidi ya maadui, huku ikipuuza mbali vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump vya kuishambulia nchi hiyo. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC limetoa taarifa kwa mnasaba wa siku hii na kusema kukwea kwa Iran katika nafasi mashuhuri ya kieneo pamoja na kuporomoka kwa madola ya kibeberu duniani ni miongoni mwa mafanikio makubwa ya kimataifa ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa IRGC, mahudhurio makubwa ya wananchi wa Iran katika maandamano ya siku ya kimataifa ya Quds, yaani siku ya kupinga uvamizi nchini Palestina, yalitoa jibu thabiti kwa propaganda za maadui zenye lengo la kulikatisha tamaa taifa la Iran. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Iran imesema chokochoko dhidi ya nchi hiyo zitapata majibu. Wizara hiyo imewaonya vikali maadui kwamba kitendo chochote cha uchokozi dhidi ya taifa hilo kitakabiliwa haraka na jibu la madhubuti. Wizara hiyo imesisitiza dhamira yake kamili ya kuimarisha na kuvipa vikosi vya jeshi la nchi hiyo silaha za hali ya juu na za kisasa. Imesisitiza kwamba Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran haitorudi nyuma kutoka kwa misingi na misimamo yake halali, ikitahadharisha pia kwamba kitendo chochote cha uchokozi au uvamizi kitakabiliwa na jibu la haraka na zito. Kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei siku ya Jumatatu alisisitiza kuwa iwapo maadui watafanya kitendo chochote kiovu dhidi ya Iran, bila shaka watapata pigo kubwa na la kuumiza. Wakati huo huo, Iran imelani vikali vitisho vya hivi karibuni vya rais wa Marekani Bwana Trump vya kuishambulia nchi hiyo kijeshi, ambavyo imevitaja kuwa ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa na misingi ya hati ya Umoja wa Mataifa. Balozi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravani ametoa matamshi hayo katika barua iliyotumwa kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa na Rais wa Baraza la Usalama la Mataifa siku ya Jumatatu. Mtazamaji, bila shaka nawe una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.